Uwezi amini hawa watu wanaamka hapa, lakini sio wapenzi kabisa unaambiwa. Huyu jamaa anaitwa Tunde na bibie anaitwa Fei. Basi Tunde ni kama ameanza kunogewa na penzi la bibie hivi. Hapa leo anaanza kumshawishi eti Fei, naomba nikuoe. Fei alivyosikia habari za kuolewa, amemind kinoma, anamwambia mimi na wewe tumeagana ni kuzaga mwana tu, hamna ndoa kati yetu, hamna mahusiano yoyote ambayo yanaweza kuendelea. Bibia alikasirika na kuondoka. Basi hapa hivi asubuhi huyu jamaa anatembelewa na dadake. Dadake anaingia huko amevimba kinoma, afika anaanza kutoa vikatuni, ni matoitoi tu hapa kwenye mfuko. Anachomwambia mshikaji, anamwambia wewe mpuuzi, humu ndani hamna mwanamke, hamna mtoto. Yaani huo umri unakaa peke yako mpaka leo, unategemea nini? Jamaa anamwambia muda ukifika mimi nitaoa sister. Anambia usishike vidude vyangu. Yaani hivi vitu vyote ilikuwa nimletee shangazi yangu humu ndani. Basi tukiachana na kule, huyu bibi anaitwa Fei anakaa na mdogo wake mmoja hivi. Huyu mdogo wake anaitwa Esther. Anamletea simu dada yake, unapigiwa. Tunde anakupigia, lakini anamwambia hiyo simu hebu achana nayo, mimi sitaki kusikia. Huyu bibi anamwambia mbona kama unampenda Tunde, lakini huyu binti aoneshi kabisa kama anampenda unaambiwa. Basi leo hivi Tunde yuko na rafiki yake mmoja, wapo kwenye klabu hivi wanapata zao vinywaji huku wanapiga piga story, ni mwendo wa Makestolite na Flying Fish tu hapa unaambiwa. Basi anamwambia unajua sister yangu amefika yupo ghetto. Jamaa anamwambia sister amefika, anasemaje? Anamwambia yani kitu ambacho analalamika sister ni kile kile siku zote. Anataka mimi nioe, anataka mimi niwe na mtoto. Basi jamaa anajaribu kumshauri rafiki yake. Basi hapa pembeni kuna huyu bibi hapa ni kama anagombana na boyfriend wake hivi, lakini haiwahusu, akaachana naye. Wanaondoka jioni hivi, wanarudi sasa mageto, wanashangaa wanamuona yule bibi ambaye alikuwa anagombana na mpenzi wake pale bar. Huyu mwana akashuka akaenda kuongea naye. Anamwambia bibi unaitwa naye? Bibi anasema mimi naitwa Uju. Anamwambia basi twende tukupe lifti. Akakataa, mimi nasubiri Bolt sijui nini. Basi mwisho wa siku akakubali, wakaondoka. Ili gari ni la huyu Tunde. Akafika mpaka njiani, akamwacha huyu rafiki yake. Huyu rafiki yake anaitwa Timi. Basi bibi alivyoona huyu Timi ameshuka hapa, akatoka kule siti ya nyuma ili aje siti ya mbele hapa akae na bro, basi aweze kumfikisha mpaka nyumbani kwake. Bibi ameingia, ameketi zake, kabamiza mlango au wamesepa. Asubuhi dada anashuka sebleni hivi, anamkuta bro anaangalia mpira. Basi akachukua remote, akazima na TV yenyewe. Jamaa anashangaa, hii sister vipi tena? Anaambia uoe mpumbavu we. Twende, mimi nataka niende sokoni unisindikize nikanunue baadhi ya vitu huko. Wakaenda mpaka sokoni, wanarudi hivi wanapakiza mizigo. Yule binti asipite nini, amemkuta Tunde hapa. Akamwambia jamani, akamhagi pale. Anaambia zatoka jana usiku. Jamani mimi niko fresh. Habia kinajichekesha pale. Anaambia bana nimefurahi sana kuona. Jamaa anamtambulisha, anaambia kutana na dada yangu huyo hapa. Dada naye alivyokuwa apoi na vile anavyotamani mdogo wake apate mke, anaambia wewe ni msichana mzuri sana. Hivi kesho unaenda wapi? Bibi akasema kesho nikitoka kanisani utakuwa nyumbani. Akamwambia basi nakualika uje nyumbani kwangu upate chakula. Bro anashangaa huyu sister vipi tena anaanza kualika watu wa ajabu nyumbani kwangu. Basi yule demu anakuja kukutana na yule rafiki yake, sasa rafiki wa yule Tunde. Afika huku, kumbe yule demu anatumwa na yule rafiki wa Tunde aende akamspy Tunde ampeleleze na mwisho wa siku aweze kumtapeli. Basi yule rafiki wa Tunde anamuingizia kiasi cha pesa binti, ni kama naira milioni 1 hivi. Binti anaangalia, thank you sana, asante. Basi jamaa anamwambia kazi njema. Huku asubuhi imefika hivi, bro anaenda kufungua mlango. Binti si amefika, yani halazi damu naambiwa. Anaambia unafanya nini hapa? Anaambia umesahau dadako aliniarika jana. Anaambia sasa dadangu kashaondoka, hayupo ndani. Basi binti mixa ajifanya naaga pale. Anaambia basi samahani kama nimekukwaza, samahani, mimi ngoja nijikatae zangu. Anaambia no, hebu usiondoke, ingia tu ndani, chakula kipo, mimi nimepika. Basi binti akamwambia una uhakika na unachokiongea? Bro naye akaona sio kinyonge. Binti ameingia ndani, wamepiga misosi nini. Hapo sasa ndo mazoea akaanza. Baada ya kula wamemaliza hivi, bro anamsindikiza udemu, kampeleka mpaka nje. Basi amemtoa. Bibi anaitwa Fei. Huku kazi za ofisini zinamchanganya kinoma unaambiwa. Yaani hizi kazi alikuwa anasaidiwa na yule Tunde.
Mdogo wake anaambia hebu sikia, mpigie Tunde bwana, hebu acha kukaza. Lakini huyu bibie ni kama hataki kabisa kusikia stori za Tunde. Mdogo wake anaambia hautaki, unajishaua ngoja nikuache mimi nipite zangu hivi. Huku Tunde naye yupo kwenye penzi jipya, unaambiwa yani huku ni mwendo wa kusifiana tu. Bibia anamsifia Tunde, anambia una kifua kizuri wewe kaka, sijawahi kuona. Basi penzi jipya ni upuuzi mtupu, kwa sababu hapo wanavyodiscuss hapo hamna kitu chochote cha msingi, unaambiwa yani vyote ni pumba tupu. Asubuhi hivi bibia ameamkia kwa mshikaji huku, wakati wanapika pika nini, basi mlango unagongwa. Jamaa anaenda kufungua, ni mcheki nani huyu anakuja kutudisturb sasa hivi. Akicheki hivi Fei ameingia, anambia wewe umekuja kufuata nini nyumbani kwangu? Fei anambia nimekumisi mpenzi wangu. Anambia wewe mpenzi wako nani? Si ushanikataa. Fei anambia mnipishe hapo bwana, wewe una power ya kunikataa. Anaingia mpaka kwenye friji, anavuta wine, anasogea zake mezani hivi. Mara kidogo Uju anatokea hapa, anamkuta. Bro alivyoona mambo sio mengi, kaja akamfukuza kabisa Fei, anambia nisikuone tena nyumbani kwangu. Anakuja anamuomba msamaha huyu mpenzi wake. Sasa bibie naye anakaa chini, anaamua kumsikiliza. Si unajua bibie ni spy, kwa hiyo hawezi kupinga kitu chochote hapa. Jamaa leo amekutana na mshikaji wake huku, anaambia mwanangu, jana si ilikuwa kashikashi unaambiwa. Bro anaambia kashikashi vipi? Anaambia yani nimekaa tu. Fei ameingia mpaka geto lakini nimemtimua. Mwanangu anaambia hapo sasa umetisha, hapo umekuwa gentleman, hapo umeua. Basi siku nyingine Tunde ametoka out na mpenzi wake nini, huku anaenjoy tu. Unajua tena penzi jipya utawaambia nini? Aya, ahadi za uongo tu. Lakini mshikaji anapigiwa simu, akicheki hivi Fei ndo anampigia. Basi anakata na anaiweka simu pembeni huku. Mwisho akicheki ni huyu binti anarudia tu, anaizima moja kwa moja, anaiweka kule. Bibi anamwambia nakupenda kinoma makisi nini. Basi anarudi nyumbani hivi, si anamkuta Fei yuko geto. Mixa anaangalia TV, anambia wewe, kwanza nishakwambia mara kibao nirudishie funguo zangu, kwa nini hutaki? Huyu bibi anaambia kwa hiyo unanikataa kwa sababu huyu malaya wako au sio? Basi bro anamfukuza huyu bibi bila hata huruma. Huko anaambia nipe funguo zangu, anaambia funguo zako sikupi, ukitaka badilisha kitasa. Basi huku Uju leo anamwambia jamaa kama kuna kitu nataka nikwambie lakini naogopa utojisikia vibaya. Mshikaji anaambia wewe niambie. Bibi ndo anamwambia kama nina ujauzito. Jamaa anaambia wewe ujauzito ni wa kwangu? Anaambia ndio. Basi jamaa alifurahi kichizi kwa sababu anaona kabisa ndoto za sister yake leo zinaenda kukamilika. Basi bibi anarudi kwa mshikaji, anaambia kama nina ujauzito. Jamaa anamfokea, anaambia wewe una miaka mingapi? Anaambia na miaka 26. Anaambia miaka 26 ndo unashindwa kuenda ujauzito? Sasa nataka utoe hiyo mimba mara moja. Huku mshikaji anaenda kumcheki mshikaji wake huku, yani ni kama tu anamletea unafiki. Unaambiwa jamani amefurahi kichizi, anaambia unajua mpenzi wangu ana ujauzito. Anaambia mwanangu we noma, yani sasa hivi utaitwa baba suni tu. Huku nako Fei sasa hivi ni mwendo wa stress tu muda wote na mabia. Yani amekaa na mdogo wake hapo anamsimulia stori za jamaa. Yani ni kama amefull kabisa, lakini anashindwa kujikontrol. Yani mwanzo alikuwa mpendi kabisa jamaa, lakini sasa hivi anampenda kiasi kwamba anachanganyikiwa na anapata wivu kumwona yuko na mtu mwingine. Basi mdogo wake anamwambia cha kufanya, wewe mfuate, kaa naye chini. Hebu muelezee hiyo situation ambayo uko nayo. Mimi na imani atakuelewa. Yani hawezi kukukazia kiasi hiko. Basi hapa hivi asubuhi mshikaji amemvamia hadi udemu huku. Wakati Tunde ameingia zake mishemishe, jamaa amekuja hadi kitchen, anamkuta mrembo anapika pika hapa. Anaambia hiyo mimba umetoa? Anaambia siwezi kutoa hii mimba, na kazi yako sitaki tena, mimi nampenda huyu jamaa. Anaambia nilikuleta hapa uje ufanye kazi. Nilikuleta uje ufanye kazi, naona ushasahau kazi ile kuleta. Mapenzi kwenye hela zangu sitaki. Wakati huo Fei naye anaingia hapa ndani. Si unajua Fei tena anafunguza hapa ndani, kwa hiyo hata hatoi taarifa anavyokuja. Amefika mpaka hapa anagonga lakini anaona huu mlango mbona hawanifungulii. Kachukua kii zake, anafungua, anazama ndichi. Huku nako jamaa anatembeza kichapo tu kwa binti. Anamwambia unaleta mapenzi kwenye pesa zangu, nimekulipa hela nyingi kichizi. Basi Fei anasikia zile kelele, anazama mpaka ndani, anampiga jamaa kwenye makende. Si unajua jamaa anaenda mpaka chini. Akicheki hivi bibieni anajishika tumbo tu hapa, anaalamika kichizi. Baadaye mwana naye alishageuza, amefika hapa mpaka mtaani. Jamaa alikamatwa na maafande, afu kesi zingine zitaenda kueleka huko kituoni. Kamuita dada yake. Sasa hapa ndo anamuelezea kama unamwona huyu mwanamke,
huyu mwanamke wewe ulitaka sana mimi awe mpenzi wangu, lakini huyu mwanamke ni snitch, ni spy. Basi dada yake naye anaona hii unachoniambia ni cha kweli. Maskini anaambia huyu mtu alitumwa aje nipeleleze. Basi bro alichokiamua yule demu aende nyumbani kijijini akalee ile mimba, alafu akishajifungua ataendelea na maisha zake. Yani alimwacha kabisa. Leo amerudi nyumbani, anashangaa ndani mbona kama kuna mtu. Anakimbia hivi kwenda kucheki, anamkuta Fei, yani bibie ex. Yeye amejimilikisha tu nyumba, yani hapa amechukua mamboga mboga kibao, anaamua kumpikia mshikaji. Jamaa anafika hivi, anamwambia Fei, basi jamaa inabidi awe mlaini tu hapa, kwa sababu ukizingatia hana tena sehemu ya kupiga ushindi bwana. Basi picha ndo linaishia hapo. Wewe usisahau tu kucomment, share, subscribe kwenye channel yetu Screenplay Hub, huku umetane on notification kwa recap kali kama hizi hapa.